Habari za wakati huu, ni imani yangu ni wazima. Mimi naitwa Abisai Steven Jr. Ni mkuu wa idara ya michezo EFM na TVE, lakini pia ni msaidizi wa mkurugenzi wa vipindi na maudhui hapa EFM. Mnamo tarehe 20 mwezi huu, uongozi wa EFM na TVE ulipokea barua kutoka kwa mwanasheria wa klabu ya Yanga, na Yanga wenyewe ina taarifa ya kusudio la kuichukulia hatua taasisi yetu kwa kashfa, uchafuzi na uchochezi wa jina la klabu ya Yanga kupitia mchambuzi Wilson John Oruma kwenye kipindi cha michezo kinachotambulika kwa jina cha Number 10 ambacho kinaruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini kwenye kipindi hiko kilikuwa Ijumaa tarehe 17 April mwaka huu 2026. Kutokana na tuhuma hizo, niweke wazi tu kwamba EFM na TVE haina utaratibu wa kurusha aina ya maudhui yaliyokosa utafiti wa kina, usio na mizania na ushahidi halisi. Hivyo basi, kwa yote yaliyozungumzwa na mchambuzi Wilson John Oruma kupitia majukwaa yetu Instagram, mtandao wa X almaarufu Twitter kama ilivyokuwa inafahamika zamani, kwamba yale ni maoni yake binafsi na sio maoni au msimamo wa kituo chetu cha EFM na TVE, na ni kosa kutumia jukwaa letu kinyume na taratibu zinazofahamika. Mpaka sasa hatua mbalimbali zimeshachukuliwa, ikiwemo kushusha au kufuta maudhui yote yaliyochapishwa kwenye majukwaa yetu mbalimbali, pamoja na kumtaka mhusika kuomba radhi kupitia majukwaa hayo, lakini mhusika Bwana Wilson John Oruma, mchambuzi, hakuwa tayari kufanya hivyo, kwa msimamo kwamba yuko tayari kwenda mahakamani kwa utetezi wake zaidi. Ofisi haijamzuia kufanya hivyo, hiyo ni haki yake. Nichukue nafasi hii tena kwa niaba ya uongozi wa EFM na TVE kuiomba radhi klabu ya Yanga, kuomba radhi mashabiki na wanachama wa klabu hiyo, lakini kubwa zaidi bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga kwa usumbufu ambao wameupata kutokana na maudhui hayo na wowote ule ambao tujautaja hapa uliojitokeza kwa ajili hiyo. Lakini kubwa zaidi, uongozi wa EFM na TVE unaahidi kutoa ushirikiano katika kutoa taarifa zenye weledi na mizania kimaudhui kama ilivyo kawaida yetu, ili kuendeleza soka la Tanzania. Asante sana.